Hivi unajua kwamba kuna mastaa maarufu na wakubwa sana Bongo ambao wamelelewa kwenye mazingira ya dini, yani familia zao zilikuwa kali sana na masuala ya kidini? Basi naomba nikuletee mastaa 10 ambao hawa wametokea kwenye familia ambazo ni za dini sana. Karibu sana, mimi ni Forever D na tafadhali subscribe na utazame video hii hapa mwanzo hadi mwisho. Na kwa kuanza tunaanza na Jacqueline Wolper. Huyu hapa ni Mkristo na yeye ametokea kwenye familia ambayo ina maadili safi sana ya Kikristo. So kabla hajawa maarufu na hata baada ya kuwa maarufu, yeye anasema kwamba mama yake amekuwa mkali sana kwenye masuala ya kidini. Na hata sasa hivi kama ambavyo unamuona anawalea watoto wake kwenye misingi mikubwa sana ya kidini. Kwa hivyo huo ndio utaratibu ambao yeye ameuzoea, na ndio maana kuna mambo hadi sasa hivi pengine anajizuia kuyafanya kutokana na misingi ambayo amekulia huko nyuma kwenye familia yake. Star mwingine ambaye huyu ametokea kwenye familia ambayo inamjua Mungu sana. Huyu ni Mkristo ambaye kwa majina anaitwa Frida ama Kajala Masanja. So watu wengi wanamfahamu kama vile superstar wa Bongo Movie. Yupo kwenye kipindi cha A-List Queen, lakini sasa nyuma ya pazia ni kwamba Kajala ametokea kwenye familia ambayo inamjua Mungu sana. Lakini hata hilo pia linajionyesha kwa sababu kama umekuwa ukifuatilia maisha ya Kajala, ni mtu wa kuwa anakwenda kanisani sana. Yani ikifika Jumapili na pia vipindi vile vya kanisani, basi huwa anashiriki kwenye matukio mengi ambayo yanahusiana na dini. Kwa hivyo ndio ujue kwamba yeye pia ametokea kwenye mazingira ya dini sana. Haya, sasa hivi nakuletea star mwingine ambaye na yeye pia amekulia kwenye mazingira ya dini. Na huyu sasa baada ya kuwa maarufu, yeye kiasi kwamba alitamani pengine angeimba mziki wa dini, yani muziki ya gospel hii. Huyu anaitwa Nandy Nandera. Hayo ndio majina yake, Faustina Charles Mfinanga. Kwa hivyo yeye amekulia kwenye maadili ya dini ya Kikristo, na hata familia yake mpaka hii leo bado inaendelea kusimamia mazingira hayo ya kidini. Na ndio maana bado unamuona pia hata kwenye muziki wake wa sasa anachanganya na muziki fulani hivi aina ya gospel hivi. Hiyo ni kwa ajili ya ile misingi ambayo bado yuko nayo kutoka kwenye familia yake ambayo ameishi nayo. So sasa hivi tunakwenda kwa superstar mwingine. Huyu amebarikiwa sauti ya kumtoa nyoka pangoni, lakini sauti yake hii hapa imelelewa kwenye misingi ya kidini, kwa sababu yeye alikuwa ni muimba kwaya mzuri tu huko nyuma kipindi bado hajawa superstar. Kwa hivyo huyu ni Ruby, kama ambavyo unamjua, anajitambulisha sana kutokana na sauti yake. So star mwingine wa 5 ambaye na yeye pia ametokea kwenye familia ambayo inamjua Mungu sana na kuweka dini kipaumbele kikubwa sana kwenye maisha. Basi huyu hapa anaitwa Maua Sama. Kama umekuwa ukimfuatilia, yeye pia ni miongoni mwa wadada ambao wamekuwa na mazingira fulani hivi reserved, yani kuna mipaka fulani hawawezi kuivuka, na hiyo ni kwa sababu ya background yake kwamba ametokea kwenye familia ya kidini. Kwa hivyo hata baadhi ya mambo ya superstar anayafanya kwa mipaka sana. Kwa hiyo basi kama ulikuwa ujui, huyo ni Maua Sama. Na sasa hivi tunaye superstar mwingine, lakini kwenye upande wa utangazaji. Huyu anaitwa Mina Ali. Huyu ni Muislamu safi kabisa, lakini background yake ikiwa imeshikiliwa na mazingira makubwa sana ya dini. Huyu amesoma mambo ya madrasa, amesoma mambo tofauti yanayohusiana na mambo ya dini ya Kiislamu. Lakini sasa usuperstar umeweza kumkuta, na ndio maana bado pamoja na usuperstar wake anaendelea kuwa kwenye mazingira ya dini. Yani unamuona kama hivyo anavaa ushungi na kujilimit baadhi ya mambo ya usuperstar. Haya, sasa hivi tunaye hapa superstar mwingine. Huyu hapa pia
na yeye amekulia kwenye mazingira ya kidini. Yeye hata kama hajasema, basi utaweza kumtambua kutokana na sauti yake na viashiria mbalimbali ambavyo anavyo vya dini ya Kiislamu. Huyu anaitwa Dhuhura Othman na yeye amezaliwa huko Zanzibar, na huko Zanzibar kama unavyojua dini ya Uislamu imetawala sana. Hivyo yeye pamoja na familia yake, especially baba yake, basi amekuwa kwenye mazingira hayo mazuri kabisa ya kidini, yani ile dini hasa kuijua. Huyo ndio Zuhura. Ukimuona sasa hivi usimuone tu kama Zuchu ambaye anatamba kama malikia fulani hivi wa Bongo Flava, lakini unatakiwa ufahamu kwamba yeye amekulia kwenye mazingira ya dini. So, superstar mwingine huyu hapa ni Wema Abraham Sepetu. Huyu naye sasa ni mmoja kati ya wanawake ambao ni mastaa wakubwa, lakini pia chimbuko lake ni la dini. Huyu amelelewa kwenye dini mbili tofauti, dini ya Kikristo na dini ya Kiislamu, na dini zote zilikuwa zinatumika hapo nyumbani kwao, na ndio maana utamuona bado ni Muislamu safi sana Wema, lakini pia mahadhi ya Kikristo nayo anayo. Utamkuta sometimes huwa anapenda sana kuimba nyimbo za Injili. Hiyo ni kutokana na baba yake alikuwa ni Mkristo na mama yake ndio Muislamu. Kwa hivyo huyo ndio Wema Abraham Sepetu. Tunaendelea na huyu ni star mwingine ambaye naye amekulia kwenye mazingira ya dini kweli kweli. Huyu ni Vanessa Mdee. Kama unavyomjua sasa hivi, na yeye baada ya kutumikia mambo ya ustaa na mambo ya kidunia akaona hapana, inanifaa sana mimi kurudi na kumtumikia Mungu. So sasa hivi Vanessa Mdee ameokoka, kama vile jinsi ambavyo background yake huko mwanzoni ilianza kidini, na yeye sasa hivi pia amekuwa mtu wa dini sana. Kwa hivyo hilo ndio chimbuko la Vanessa Mdee pamoja na familia yake kwa ujumla, kwamba yeye ametokea kwenye mazingira ambayo anamjua Mungu kweli kweli. Mama yake anasali sana na baba yake alkadhalika alikuwa mtu wa hivyo. Naomba tumalizie hapa kwa superstar mwingine. Huyu ni Abby Chams. Yeye ni Mkristo na kwa majina anaitwa Abigail Chamungwana. Kwa hivyo huyu hapa, kama ambavyo umemfuatilia, kwa sababu sio star mkongwe sana, uliona kwamba alikuwa kwanza akianza kuimba nyimbo za dini, nyimbo za gospel ndizo ambazo tumemfahamu nazo. So baadaye akaamua kushift na kuimba nyimbo za kawaida za Bongo Flava, na tumemfahamu pia kwa uzuri zaidi kwenye nyimbo hizi za Bongo Flava. Lakini background yake na wazazi wake basi ni familia inayomjua Mungu kweli kweli, ni familia ya kidini, familia ya kwenda kanisani na kushiriki matukio yote ya kidini. Kwa hivyo huyo ndio Abby Chams na hili ndio chimbuko lake. Natumaini umefurahi kumuona superstar wako hapa unayempenda na kujua kwamba chimbuko lake ni lipi.